lakini kiboko yake ni fisi. Yeye huwa akizidiwa na anakosa mke, basi yeye huwa anaenda kwenye kichuguu, kwenye yale matundu ya kichuguu. Anafanya pale basi kujikizi mpaka anaumia, anamaliza hata mara 20, alafu anaondoka zake. Fisi huyo. Karibu sana wewe mtizamaji wa channel hii. Mimi naitwa Ruzuba the Great. Kila siku napenda kukuelekeza maarifa. Sasa leo niko kwa wanaume. Jamani, wanaume wanateseka sana, na nilisema hivi, matatizo mengi sana yanawapata wanaume ni kwa sababu wakati kwenye furushi age uliingia kwenye mchezo wa kujichua au masturbation. Sasa huu mchezo mara nyingi sana, lika nyingi watu wanapitia haya mambo, na ni wachache sana ambao hawakuyapitia. Sasa huu mchezo nilishasema kwamba mara nyingi nilifundisha tangu zamani kama miaka 3 kwamba hata nyani anafanya sana huu mchezo mpaka anaumia, lakini kiboko yake ni fisi. Yeye huwa akizidiwa na anakosa mke, basi yeye huwa anaenda kwenye kichuguu, kwenye yale matundu ya kichuguu. Anafanya pale basi kujikizi mpaka anaumia, anamaliza hata mara 20, alafu anaondoka zake. Fisi huyo. Sasa leo nakuonyesha dawa hii hapa. Hii dawa bana, mimi nilijifunza nilipokuwa nimeenda maeneo ya huko, nilikuwa na safari, nilikuwa nimeenda Burundi. Nilikuwa nakaa hapo Burundi, Bujumbura, Stella Matutina. Nikatoka pale nikaenda Nyachibitoke. Sasa nikakutana huko na wataalamu wa hii tena. Wakaniongezea maarifa. Jamani, hii dawa ukipewa uitumie. Kwanza hii dawa ni gramu 100. Ikiwa imepungua kidogo gramu 80. Hii ni tiba ya mwanaume ambaye ameathirika na kujichua, maumbile yake yakasinyaa, anataka yarudi katika hali ya kawaida. Jamani, tuelewane, inchi 6 mpaka inchi 7 hapo imezidi. Na unene kiasi. Sasa unakuta mtu yupo katika hali hiyo, anakutana na mwanamke mwenye maumbile mapana. Kwa hiyo bado anasema tu anakibamia. Wengine wakija hapa, mimi naambia wanaume, hebu lete tuone. Akija kuona na wewe mzima bana, nenda tu. Kabadilishe tu siji mke au kamtibu mkeo. Sasa hii jamani, hii dawa inaitwa Katientie. Mnakaona hako kandege hapo kanaitwa Katientie. Hako kandege kanamkia hautuliaji hivi. Kenyewe hako ni maarufu sana Usukumani, kukaua ni dhambi. Hako kanakaa na kana mikogo sana. Lakini huu mti wa hili ni maajabu sana. Mti wa lenyewe hili ni mti silitaji jina. Kwa sababu nishasema kizimba. Lakini polini ukilikuta linakuwa limti likubwa, lakini limezungukwa na nchwa. Yaani nchwa wamelizunguka mpaka juu. Kama unavyoona hapo kwenye picha, huo ndio mti wa hili. Sasa unatoa wale nchwa, unachukua mti wote au magome tu, halafu ndio unakuja unasaga hii dawa inaitwa Katientie. Jamani, hii mwanamume ukishaitumia utakuwa unakojoa, yani unakojoa kama unakojoa uchafu, lakini baadaye unaimalika kuanzia siku 2 tu au siku 1 unaanza kuimalika. Ukija kuimaliza hii dozi ya mtu mmoja, jamani, dozi ya mtu mmoja hii, basi wewe umepona kabisa. Na kama mtu anataka kujiboost tu, hashauri kuitumia yote hii, maana atazidiwa. Atakuwa amekaa amezidiwa. Atatumia kijiko kimoja akitaka kujiboost baada kama wiki 2 hivi. Anatumia kijiko kimoja kale ka sukari, anakoroga kwenye chai au kwenye maji ya moto, anakunywa. Na dawa hii sio chungu. Jamani, watu wanatozwa mpaka milioni 2 kwenye kutibu hili swala. Mnafahamu nyinyi wenyewe. Lakini mimi nawaeleza hii hapa tiba yenu. Na hii dawa ninakwambia popote pale ambapo upo. Gharama ni wewe kukufikia mahali ambapo upo, lakini gharama ya hii dawa ni ndogo sana. Kwa sababu maandalizi yake ni marefu. Hii inaenda kwa 220,000. Yaani ukiitumia hii hautarudia tena kutumia dawa hizo. Ukimwona haja kufiti, basi jua huyu amezidi mwenyewe, maumbile yake si sawa sawa. Lakini hii hapa ni break pia ya watu ambao dakika 5 wamemaliza. Hii hapa dakika 40, dakika 30, jambo la kawaida. Na ukibaliza ni kama ndo umeanza safari. Sasa unateseka nini unayenitizama? Katientie hii hapa. Mimi Ruzuba napatikana Chanika, Zingiziwa shule ya sekondari. Simu nyingi zinachosha. Fika hapa au nicheki, nitumie sauti WhatsApp, alafu mimi nitaweza kukusaidia. Asante sana.